Msikilizaji wa Let's Diocles TV, mimi ni Eladius Muhoza na leo nimepata bahati ya kufika kwenye ofisi za Chama cha Mapinduzi kata ya Nkwenda, na nimepata bahati ya kuwakuta wenyeji wangu na wanaenda kujitambulisha sasa, na mtawafahamu wao ni akina nani, na baada ya hapo tutaweza kuambatana. Karibu sana Let's Diocles TV, naweza mkajitambulisha. Tuanze na dada yangu pale. Asante. Kwa majina naitwa Good Onesphore Maganga, ni afisa tehama wa Chama cha Mapinduzi kata hii ya Nkwenda. Asante sana afisa tehama, mtu wa teknolojia huyo. Kiongozi. Asante Diocles TV kwenye ofisi yetu ya Chama cha Mapinduzi kata ya Nkwenda, na mimi kwa majina naitwa Zainu Elias Maganga, katibu wa CCM kata ya Nkwenda. Karibuni sana kwenye ofisi yetu. Katibu wa CCM kata ya Nkwenda na afisa tehama wa Chama cha Mapinduzi kata ya Nkwenda ndio tunao leo kwenye exclusive interview za Eladius Muhoza ndani ya uhusiano wa siasa na maendeleo, kipindi chetu ambacho kinakuwa hewani kujadili masuala ya kisiasa na mustakabali wa uongozi. Mheshimiwa, ndani ya ofisi yako tunaelekea uchaguzi mkuu sasa, na tunaanza na wanachama kuchagua mwakilishi wao katika chama. Nini kilichopo hasa katika mchakato mzima wa wanachama kuwa na sifa za kuchagua watu na uandaaji wa kadi za wanachama? Asante. Tukianza na swala la wanachama, kwanza mwanachama wa Chama cha Mapinduzi mwenye sifa ni yule ambaye ana kadi yake electronic, lakini pia analipia ada kila mwaka shilingi 1200. Awe na kadi ya elektroniki na awe analipia 1200 kama ada ya chama kwa mwaka. Mtazamaji anaposema kadi za elektroniki, nimepata bahati ya kuziona, ni hizi hapa, zipo hapa kama mnavyoziona kadi za elektroniki. Anasema kadi ni hizi. Kuna tofauti gani kati ya hii kadi na hii? Asante. Hapo mwanzo Chama cha Mapinduzi kilikuwa kinatumia kadi za karatasi za analogia, hizi ambazo ni kadi za zamani za makaratasi. Ulikuwa ukienda ofisini, kwenye ofisi ya tawi, unakabidhiwa hii kadi, unaandikiwa majina, na ni wakati sasa wa kutumia kadi za mtandao. Ile ya kuchukua kadi unalipia, unapewa risiti, wakaona sasa watoke kwenye analogia waende digitali. Wakatuletea mfumo wa usajili wa kadi za elektroniki ambao ukihitaji kulipia ada unalipia kwa njia ya mtandao, M-Pesa au benki ya CRDB. Mtazamaji, hizi ni kadi za elektroniki, yani Chama cha Mapinduzi kimefanya wanachama wake wasisumbuke mambo ya metaradani. Wamesema wameendelea, wametoka katika mfumo wa analogy na sasa wanatembea na mfumo wa kidijitali. Kwa kadi hizi zina sifa moja, taarifa zako zote unaweza ukazitumia kwa njia ya mtandao, kwa maana ya kuweza kulipia ada kupitia simu ya mkononi, M-Pesa, lakini pia kupitia kulipa ada yako kupitia benki ya CRDB. Niamie kwa afisa tehama sasa, dada yangu, hizi kadi zinapatikanaje? Akihitaji mtu anaipataje hii kadi? Asante ndugu mtangazaji. Kadi zetu hizi za elektroniki zinapatikana kwa wale ambao tayari wameshajisajili, au kama hujajisajili unafika kwenye ofisi tunakusajili. Tukishamaliza kukusajili tunatuma taarifa makao makuu. Kadi zetu hizi zinatoka makao makuu Dodoma. Kwa hiyo Dodoma kule tukishatuma zile taarifa, wenyewe wanachambua kadi za mkoa zinakuja kwenye wilaya matehama tupo, tunaenda kuchambua kadi zetu za kata. Kwa hiyo kila kata Chama cha Mapinduzi kiko vizuri, kimefanya vizuri. Kila afisa tehama tuna simu za mama ambazo zipo kwa ajili ya kufanya hiyo kazi, na mifumo iko wazi. Kwa hiyo kila tehama ana simu yake tayari ambayo ipo kitu. Kwa hiyo utafika ofisini kwa ajili ya kuchukua kadi kwa wale ambao wote wameshajisajili. Kama hajasajiliwa ni mteja mpya, tunamsajili.
kuna barua ya katibu wa tawi ya kukuthibitisha kwamba wewe ni mwanachama tayari wa Chama cha Mapinduzi. Akishakusainia ile barua ndio utakuja huku kwenye kata, alafu mimi nitakusajili. Lakini pia hata kwenye matawi tuna maafisa tehama wa matawi ambao tayari wapo wanafanya hiyo kazi. Kwa hiyo nje ya kata, Chama cha Mapinduzi ni chama ambacho, mpenzi msikilizaji, ninavyoona maelekezo ninavyopewa na wataalamu hawa viongozi wa chama, kimejishibisha kuwa na mfumo bora wa utawala ukianzia ngazi ya tawi, kata, wilaya, mkoa na taifa. Amesema yeye mwenyewe kwamba ipo simu ya mama. Hizi ni simu za mama ambazo yeye anasema ziko kwa maafisa tehama kata, lakini hata ngazi ya kijiji. Amesema huko kijijini kuna maafisa tehama. Kikubwa alichokisema, unatakiwa kuwa na barua ya uthibitisho kutoka kwa katibu tawi ili ithibitishe kwamba tayari wewe ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, na baadaye tunaingia kwenye mchakato wa usajili. Nje ya barua ya katibu wa tawi, kuna sifa gani nyingine ambazo mteja mpya wa Chama cha Mapinduzi anatakiwa awe nazo kuelekea kupata kadi yake ya elektroniki? Asante. Kwa utaratibu uliopo wa chama, ni vigumu sana kama afisa tehama kumbaini mtu ambaye tayari kwamba huyu ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Tayari awe na miaka au awe na namba yake ya NIDA. Ataenda kwa katibu wa tawi, ndiye atakayenithibitishia kwamba yule mtu ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Akishamthibitisha, mimi sipati shida wala changamoto ya kumsajili, na msajili moja kwa moja kwa kufuatana na ule uthibitisho wa katibu wa tawi, kwa sababu ndiye anayewajua wanachama wake. Asante sana, asante sana. Sasa nirudi kwa upande wa katibu hapa. Katibu, nini sifa za mwanachama wa CCM baada ya kuwa amepata kadi yake ya elektroniki kutoka ofisi za tehama? Sasa ni mwanachama halali anayetambulika na Chama cha Mapinduzi. Sasa nini sifa za mwanachama huyo? Asante mtangazaji. Sifa ya mwanachama ya kwanza ni kuwa na kadi ya Chama cha Mapinduzi. Anapokuwa na kadi ya Chama cha Mapinduzi, tayari huyo anajulikana ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Lakini sifa yake ya pili, lazima mwanachama huyo awe na uwezo wa kulipia ada kila mwaka shilingi 1200. Anapolipia ada hiyo, inamuonyesha kwamba tayari anaendelea kuimarisha sifa zake za wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Sifa yake ya tatu ni yule anayeamini kwamba kazi ni kipimo cha utu. Anapokuwa anaamini kwamba kazi ni kipimo cha utu, itamfanya afanye kazi kwa bidii ili aweze kujiinua kiuchumi. Ambaye anaamini kwamba anapaswa kukaa na wenzake. Yaani Chama cha Mapinduzi kinatusihi sana tuwe na umoja. Au anaweza kuishi na jamii au anaweza kushirikiana na makundi ya watu wengine mbalimbali, au anaweza kuingia kwenye uamsho utakaoiweza kuipatia jamii maendeleo. Asante sana katibu wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Zaino Maganga. Nirudi sasa kwako afisa tehama. Inachukua muda gani pale mtu anapokuwa amesajiliwa kuja kupata kadi yake? Asante. Kwa utaratibu uliopo mpaka sasa hivi, kwa sababu kadi zetu zinatoka makao makuu, na ukiangalia Tanzania yetu mikoa ni mingi. Kwa hiyo mpaka tuje tupate zile kadi, unaweza kukuta wanahudumia mkoa huu, wanahudumia mkoa mwingine. Kwa hiyo hatujawa na muda rasmi kwamba tumekusajili leo utapata kadi siku fulani. Hiyo bado haijafanyia upembuzi, lakini unaweza ukasema kwa sababu hizi zimetokea na naziona hapa ziko nyingi, Chama cha Mapinduzi akijalala ilikuwa ni mwenyekiti, katibu pamoja na katibu mwenezi. Lakini hapa wanafuatia na wale katibu na mwenyekiti wa kila jumuiya za chama pamoja na wale wajumbe wa halmashauri kuu ya kata. Lakini sasa hivi Mama Samia akaona aongeze wigo wa watu ili kuwapa fursa wengi waweze kumpata aliye bora atakayepeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi. Akawa ametuongezea wajumbe. Ukiangalia kwenye kata
kamati ya siasa nzima ya Chama cha Mapinduzi ngazi ya kata ni wajumbe wa kumchagua mheshimiwa diwani kwenye kura za maoni, lakini pia akaongeza kamati za utekelezaji kila jumuiya ili waweze kumchagua nani awe apeperushe bendera ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa mtazamaji wa Latest Videocast, hiki ni kitabu chenye orodha ya wajumbe 598 kwa kata hii ya Nkwenda. Wamefika wajumbe 598 kwa maelezo ya katibu, ambao wao wanaenda kwenye mchakato mzima wa kuhakikisha tunampata diwani wa kuipeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi na mbunge wa kuipeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Nisitoke kwako hapa Mheshimiwa Katibu, nini rai yako sasa katika kuhakikisha kwamba haki inatendeka kwa watu wote na wanapata fursa sawa kwenye kiongozi? Rai yangu ya kwanza, mimi kama mkurugenzi wa uchaguzi, ninawaomba wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi wenye sifa za kuwa wagombea wajitokeze kuja kuchukua fomu za kugombea nafasi. Imani yangu ni kwamba wale wagombea wanapokuwa wengi, wajumbe wanapata wana uwezekano wa kumpata nani aliye bora ili aweze kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi unakuwepo. Lakini akigombea mmoja, sasa hapo tunakuwa tumewanyima wajumbe fursa ya nani awe bora kupeperusha bendera yetu ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo naomba wanachama wote wenye sifa wajitokeze kwa wingi ili waweze kugombea nafasi. Mtazamaji anasema anatoa fursa, kinyang'anyiro kiwepo, na ili wajumbe wapate fursa ya kumchagua aliye bora, waumize kichwa, watazame sifa, waangalie vipaumbele vya chama, kama kauli mbiu ya wana TK Movement wao wanasema taifa letu kesho yetu. Taifa letu kesho yetu. Sasa anawaalika wanachama kuwa wengi kuingia kwenye mchakato huu ili mtu asije akapita kwa sababu amekuwa mwenyewe, apate kikaango kidogo. Nikurudishe sasa kwa hawa wana TK Movement ambao wao wana kauli mbiu inasema taifa letu kesho yetu. Mratibu wa mkoa ametoa waraka jana kwa viongozi wa wilaya kutekeleza majukumu aliyoyapata kwenye semina iliyofanyika kule Dodoma tarehe 3 na tarehe 4 mwezi wa 5. Kwa kata ya Nkwenda, hii elimu tunaipataje? Wanachama wanaipataje kama ulivyo mpango wa TK Movement? Sisi ndio maana Afisa Tehama alishatangulia kusema chama ndio maana kimekuwa na makundi mengi na mbalimbali. Nishakwambia tunayo UWT, tunayo jumuiya ya vijana na tunayo jumuiya ya wazazi. Na chama madhumuni ya kuweka hizi jumuiya ni kuhakikisha kinakuwa karibu na makundi mbalimbali ili kuweza kufanya wanachama wapate taarifa kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo tunaamini kupitia makundi tulionayo, hata hayo TK Movement tunayosemea, tunayo mtetezi wa mama, yote ni makundi ambayo yanafungamana na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tunaamini linapotokea jambo, wao wanatusaidia sana na kwa uharaka kuwafikia wanachama ili waweze kujua nini kinaendelea na wao waweze kutekeleza kwa haraka. Asante sana, umetueleza vizuri juu ya makundi. Yupo mtetezi wa mama TK Movement, lakini pia UWT, UVCCM na jumuiya ya wazazi. Ni makundi mengi ambapo chama kimeanzisha. Hii yote ni kuhakikisha kwamba kinakuwa na ufanisi bora katika utekelezaji wa majukumu yake. Sasa hivi tuna mchakato unaoendelea ndani ya taifa letu hili la Tanzania na uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Sasa unazungumzia nini? Unawaambiaje wananchi wote wenye umri wa miaka 18 na kuendelea kuelekea uboreshaji? Asante ndugu mtangazaji. Rai yangu kwenye hili zoezi letu la kuboresha daftari la mpiga kura, nilikuwa naomba wananchi wote wajitokeze kwa ajili ya kwenda kuhakiki taarifa zao pale, kwa sababu kuna mtu anakuwa, mfano wewe ulikuwa unaishi labda wilaya nyingine tofauti na huku Kyerwa, kwa hiyo unatakiwa kufika pale kwa ajili ya kuhamisha taarifa zako, kuandika kule kwamba upo wilaya ya Kyerwa
na utapiga kura kwenye ile wilaya, na ni kama ni kata, inabidi basi kama umehama kutoka kata moja kwenda nyingine, ukaboreshe daftari sasa la mpiga kura, uandike upo kata fulani, kijiji fulani na kitongoji fulani. Lakini pia kuna watu wale ambao tayari unakuta labda amepoteza wallet, kadi yake ya mpiga kura ilikuwa imo mle. Kwa hiyo na wenyewe nilikuwa nawaomba waende wafike kwenye vituo vyetu, vipo bahati nzuri vipo karibu, na tuna vituo viwili, wengine wana kituo kimoja kulingana na location ya kata ilivyo. Kwa hiyo nilikuwa natoa rai kwa watu wote wafike pale kwa ajili ya kutafuta kadi yako ya mpiga kura, pia kujiandikisha kwenye hilo daftari la mpiga kura. Kama ulipoteza kitambulisho, unaweza ukafika pale ukahudumiwa, ili wakati wa kupiga kura sasa tusipate shida. Unajua kura yako tunasema sisi, kura yako ni haki yako. Jamani, anasema kupiga kura ni wajibu na haki ya kila Mtanzania kupitia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo nimeikuta hapa ya mwaka 1977 na toleo la 2005. Kwenye zoezi la upigaji kura, ni haki na fursa ya kila Mtanzania ambaye amefikisha umri wa miaka 18 kuhakikisha kwamba anachagua kiongozi. Sasa dadangu, umesema mtu aliyepoteza wallet akapoteza kitambulisho chake anaenda kuhakiki taarifa zake zinakuwemo kwenye mfumo? Ndio, zinakuwemo. Kama unajua namba ya kitambulisho chako, ukifika pale wataweka ile namba na wanakupa kitambulisho kile kile kilichopotea. Labda kama haujui namba, hapo ndo inafanya alternative ya kupata upya. Alternative zipo na mfumo unaruhusu. Mheshimiwa Katibu, wewe unalizungumziaje hili? Asante mwandishi. Kwanza niongeze maelezo juu ya uandikishaji wa daftari la kudumu. Sisi Chama cha Mapinduzi kupitia kadi zetu hizi tulizonazo, tunatambua ni mwanachama gani yupi amejiandikisha kwenye daftari la kudumu la mpiga kura au ni mwanachama yupi ambaye hajajiandikisha kwenye daftari la mpiga kura. Kwa hiyo kazi yetu sisi kubwa sasa hivi tunahakikisha tunaangalia kwenye mfumo kuangalia ni mwanachama yupi amejiandikisha kwenye daftari la kudumu la mpiga kura. Ambaye hajajiandikisha tunahakikisha tunamuendea ili tumueleza aende kujiandikisha kwenye daftari la kudumu, kuhakikisha wanachama wetu wote tulionao wanajiandikisha kwenye daftari la kudumu la mpiga kura ili wawe na sifa ya kupiga kura. Ndugu watazamaji, amesema kupitia kadi hizi za elektroniki Chama cha Mapinduzi kimejidhatiti kuona ni mwanachama wake yupi ambaye hayuko kwenye mfumo wa daftari la kudumu la wapiga kura. Kumbe ndani ya CCM kuna sifa moja muhimu sana, kupitia mfumo wao wanaweza pia kusimamia wanachama wao. Katibu, nimeelewa ile kauli ya kwamba CCM inawapa wanachama wake kuelewa na kuishi na jamii. Asante sana katibu wa CCM. Na nirudi sasa kwa afisa TEHAMA, dada yangu hapa, nirudi kwenye jamii na CCM inafanya kazi na jamii. Unawashauri nini sasa vijana ambao ni kundi kubwa tunaishi nalo hapa Tanzania, ambao hawataki kujishughulisha na wanakaa kwenye muda mwingi wakipoteza wakati bila kufanya kazi? Asante sana ndugu mtangazaji. Rai yangu kwa vijana, unajua katika kuishi huwa kuna vitu viwili ambavyo ni vya kuzingatia sana. Ukiona umepoteza muda kwenye maisha yako, ujue umepoteza vitu vingi sana. Halafu na uaminifu. Ukishinda kijiweni mara nyingi, mtu atashindwa kukutumia kwenye kazi zake, kwa sababu atakuwa anajua kati ya watu wale waaminifu wewe hahumo, kwa sababu uko kwenye lile kundi ambalo tayari lenyewe haliaminiki. Lakini ukiwa unajituma na unafanya kazi, jicho la mtu linaona, jicho la taasisi linaona, jicho la chama linaona. Ndio maana tunasema kuna UVCCM, kuna UWT, kuna jumuiya ya wazazi. Kwa hiyo tuna viongozi ambao wanaweza wakaona kijana fulani yuko vizuri, akitumika sehemu fulani anaweza kuwa mzuri zaidi. Kwa hiyo mimi nilikuwa nawaomba vijana waachane na makundi, na kikubwa zaidi wajali muda. Muda ni mali kwa kijana. Leo ni kijana, kesho atakuwa ni mzee. Mheshimiwa Katibu, kuna kauli mbiu ya chama nasema kazi na utu.
kazi na utu. Unazungumziaje utu wa Mtanzania, utu wa maisha halisi ya Mtanzania? Asante. Mimi ninachoamini ndani ya Chama cha Mapinduzi na kauli mbiu ya mama aliyoitoa ya utu, kazi na utu ni tunasonga mbele. Maana halisi yake ni anatuhusia sisi vijana kufanya kazi kwa bidii ili maisha yaweze kusonga mbele. Yes, na kama sikosei, tunapozungumzia utu nataka tuingie vizuri kwenye swala la mmomonyoko wa maadili. Zamani tulikuwa tunasema vijana ndo wamemonyoka kimaadili, lakini kulingana na nchi inavyoendelea tunaona makundi yote ya jamii yanakuwepo na sintofahamu katika swala la maadili, na kama kazi ya chama ni kuilea jamii katika mustakabali bora, unaonaje swala hili la maadili kwenye jamii dada? Asante. Kwa upande wa swala la maadili, mimi nahisi kilichotuharibu sana ni dijitali, sisi vijana. Kwa sababu halafu zamani ilikuwa ni ukimwona mtoto wa jirani anaharibika unaweza kumkanya, lakini sasa hivi huwezi, kwa sababu unapoenda kuongea na mtoto wa jirani unaangalia jirani yako ni yupi na mkoje. Kwa mimi kwa ujumla naona kitu ambacho kimeharibu mmomonyoko wa maadili kwa vijana ni dijitali, kwa sababu unakuta zamani sisi simu hizi kama hizi simu janja hizi, vitu vingi tulikuwa tuvioni, na TV kwenye kijiji unakuta ipo kwa mtu mmoja, lakini sasa hivi kila nyumba ina nini? Ina TV. Kwa hiyo kuna saa nyingine vitu vinatendeka na vinafanyika, watu wanatamani kuvipata vile vinavyofanyika. Hata kwa upande wa mavazi tunaangalia, watu tulikuwa tunavaa vizuri, tunavaa nguo ndefu, tunafanya nini, maadili kwa kwenda mbele, lakini kilichoharibu maadili sasa hivi nafikiri ni upande wa dijitali. Lakini kwa kwenda kwa pamoja, mimi nilikuwa nawaomba tu vijana na washauri tubadilike kwa sababu ya kutengeneza ule utu. Utu unahitaji uwe mwaminifu, maadili, umoja, tujifunze kujitolea. Vijana walio wengi wanapenda kulipwa. Yaani ukimuita kijana ukamwambia tujitolee sehemu fulani, kuna kitu fulani kinaendelea, atakwambia mimi kama hamna maslahi sifanyije, sifanyi. Na unakuta hiyo ndio inampelekea kijana sasa kuiba. Yaani yeye hawezi kujitolea kwa ajili ya kutengeneza mazingira yake ya kesho mazuri. Kwa hiyo unaweza ukajitolea sehemu na jicho jingine kutoka taasisi nyingine likakuona na likakuweka sehemu nzuri. Kumbe tunahitaji kuonekana. Mheshimiwa Katibu, hapa napata kauli hapa na sijui utaielewaje. Yaani kuna watu wanakusaidia kwa sababu wanakufahamu na kuna watu wanashindwa kusaidia kwa sababu hawakufahamu, na hii inaweza ikawa vice versa. Sasa kadiri ulivyojiposition kwenye jamii ndio inaweza ikakutengenezea fursa, au ulivyojiposition kwenye jamii ikakunyima fursa. Unachomaanisha, umezungumza kauli moja na nataka nimuulize hapa Katibu, kwa sababu amenieleza vizuri kwamba kazi ya CCM ni kuhakikisha kwamba mwanachama anaishi na jamii, asiishi kama yeye, aishi na jamii. Kauli ya mwasisi wa Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa hayati Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema kwamba Watanzania wote ni ndugu. Sasa kama kuna mchanganyiko hapa wa watu kwamba hawawezi kushauriana, mtu hawezi kumlea mtoto wa jirani yake, mtu hawezi kumshauri ndugu yake, tunaelekea wapi? Na wewe kama kiongozi unaisimamia serikali, unashauri nini serikali na makundi ya rika na makundi yanayosimamia jamii na uelimishaji wa rika waguse nini ili kuhakikisha kwamba tunarudi kwenye system ya Watanzania wote? Asante mtangazaji. Mimi ninachoweza kushauri, kwanza kabla ya kuishauri serikali, mimi niishauri jamii kwamba sisi tukubali turudi kwenye familia kwa ajili ya kutengeneza malezi bora ya watoto wetu, ili baadaye tuweze kupata kizazi ambacho kilicho chema. Maana sasa hivi vizazi vilivyo vingi vimependa kufuata zile nchi za magharibi. Mwasi wetu baba wa taifa, yeye alikuwa ametuzoeza kuwa na siasa zile za kujitegemea. Yes. Na uwajibikaji, ujamaa na kujitegemea.
Kwa hiyo ndicho kitu kilichokuwa kinatufanya sisi wale wazee wetu waonekane ni watu ambao wanaishi kwenye njia zilizo bora, wanakaa kwenye maadili. Mimi ni kushukuru sana Mheshimiwa Katibu wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia afisa tehama wa Chama cha Mapinduzi kata hii ya Nkwenda kwa kuwa na elimu nzuri ambayo naamini imewafikia Watanzania wote. Tutakaporudi tutazungumzia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi katika kipindi cha utawala wa hii miaka mitano. Mimi niseme ni washukuru sana, na ikiwezekana kwa sasa tukomea hapo ili wakati mwingine tuje tuanze. Tunayo mengi ya kuzungumza kama Let's Mediocres TV ambao ni channel inayofikia jamii moja kwa moja na kupata nini kinaendelea kwenye jamii. Ni kuombe mtazamaji usikose kusubscribe, kushare, lakini pia kulike na kucomment ukijua kwamba utapata nini kinaendelea katika mstakabali wa jamii nzima inayokuzunguka. Mimi ni Eladius Muhoza, mwenzangu alikuwa ni Zainidius Maganga, katibu wa CCM kata ya Nkwenda. Good Onesphore Maganga, tehama Nkwenda. Nyuma ya kamera alikuwepo Luta pamoja na Evelyn ambao watakufikishia taarifa hii kwa usahihi na ufasaha mkubwa. Hadi wakati mwingine.